Ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita iko tayari kushirikiana na Wizara ya Mifugo na Uvuvi, iko tayari kushirikiana na Bodi ya Maziwa, iko tayari kushirikiana na wadau wote muhimu ambao wametunga mkono kuhakikisha kwamba unywaji wa maziwa shuleni katika mkoa wa Geita unakuwa ni endelevu kama ambavyo mmekuja kutuhamasisha. Hiyo ndio rai ya mkuu wetu wa mkoa ambayo ameniagiza niweze kutoa ahadi hii kwenu. Lakini jambo la pili, tumekutana hapa tukiwa na kundi muhimu sana, kundi la wanafunzi. Kila mzungumzaji aliyepita hapa amezungumza umuhimu wa kunywa maziwa. Kila mmoja ameonyesha namna ambavyo tuna deni kubwa la kuwajenga watoto wetu. Taifa la leo na taifa la kesho linategemea namna ambavyo tutakuwa tumewajenga watoto wetu leo. Bidhaa hii muhimu ya maziwa imeonekana kuwa na mchango mkubwa sana kwenye kulinda na kuimarisha afya ya mtoto. Bidhaa hii muhimu ya maziwa imeonekana kuwa muhimu sana kwenye kulinda na kuimarisha afya ya akili ya mtoto. Bidhaa hii muhimu ya maziwa imeonekana kuwa na umuhimu mkubwa sana kwenye kumpatia vilishe vyote muhimu mtoto. Kazi tulionayo ambayo siku ya leo tunatakiwa kuitafakari kwa pamoja, hasa sisi tulio meza kuu na wenzangu ambao wako mkono wangu wa kushoto na wote walio kwenye mabanda ya maonyesho. Tunazo kazi zifuatazo za kufanya tafakuri ya kina siku ya leo. Moja, namna gani ambavyo kama wadau muhimu katika kumkuza mtoto tutahakikisha unywaji wa maziwa linakuwa ni jambo endelevu ndani ya familia moja moja na kwenye taasisi zetu za kutolea huduma ya elimu. Hii ni kazi ambayo lazima tuitafakari sote kwa pamoja. Ni kwa namna gani zoezi la unywaji wa maziwa litakuwa endelevu. Sasa kuanzia leo, baada ya kupata hii bahati ya kufanya hili tukio hapa eneo letu na kuongezewa upambanuzi wa umuhimu wa maziwa, tumesikia watoto wameimba mashairi mazuri sana. Yaani nimetupa moyo kwamba kumbe hii tuliokuwa tunaitoa hizi siku imefika vizuri. Basi tujitahidi tunapofikia kilele leo cha haya maadhimisho isiwe ndio mwisho wa zoezi hili. Bodi ya Maziwa tupo tayari kushirikiana na nyinyi wadau wa maendeleo, wana kiu ya kushirikiana na Wanageita ili kuhakikisha watoto wetu wanaimarika kilishe, wanaimarika kiafya, mahudhurio mashuleni yanaongezeka na tunajenga taifa la kesho lililo bora na linaweza kujisimamia. Wale wa wazazi, huu ni ujumbe kwenu. Watoto wakija wakisema nataka kunywa maziwa, wapeni maziwa kwa sababu maziwa yapo. Kuna Kahama Milk wako hapa na wasindikaji mbalimbali ambao pia wanasindika maziwa. Lakini kama tulivyosema pia jana katika kongamano, tunywe maziwa ambayo ni salama, maziwa ya viwandani, maziwa yaliyosindikwa. Tusinywe maziwa tu ovyo ovyo. Kinywa maziwa ovyo ovyo unahatarisha afya yako. Na sisi tunataka wanafunzi wawe na afya njema, wajifunze, waweze kupata maarifa shuleni, wawe ni taifa la kesho, Tanzania ambayo itakuwa